dakika 90 za mchezo kutamatika kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na tunaendelea hapa na uchambuzi kutoka hapa studio. Niko naye Dominic Salamba, Chifu Nzombane kama Zumfela. Unakwenda kusikia mengi ambayo yamepata kujitokeza, lakini kubwa zaidi ni kwa namna gani klabu hii ya Yanga imepata ushindi mwembamba bao 1-0. Je, Singida walistahili na wao kupata matokeo? Na utakwenda pia kusikia mambo mengi ambayo yamepata kujitokeza kwenye mchezo huu wa leo. Salamba, ni dakika 90 za namna gani ambazo tumepata kuziona kwa timu zote mbili, lakini ni kwa namna gani Singida walikuwa na mchezo mzuri na kufanya Young Africans zipate idadi kubwa ya mabao kama ilivyozoeleka kwenye michezo mingi ya Yanga. Lazima pate mabao kuanzia mawili kwenda mbele. Nafikiri ni miongoni mwa mechi ambayo timu zote mbili zilikuwa zimeingia zikiwa zina tahadhari hali ya juu. Unaweza kuona kipindi cha kwanza kila timu iliingia ikiwa iko chini, intensity haikuwa kubwa. Ni kama timu ambazo zilikuwa zinaamua kuviziana nani ambaye hawezi kufungua mchezo. Mchezo haukuwa na pace kubwa. Kila timu ilikuwa inashambulia kwa tahadhari, wakienda kwa idadi ndogo sana washambuliaji, na sehemu kubwa mpira ulikuwa unacheza kwa sema katikati. Ndio maana unaweza kuona fouls nyingi zikawa zinapatikana na kupelekea viungo waweze kupata kadi nyekundu, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza Yanga walikuwa wanacheza katika tempo ya chini wakiwa na walinzi 4, viungo 3 na mbele wanaweka watu 3 ambao timu ikiwa ina mpira wanaacha mbele mtu mmoja ambaye alikuwa anabakia Celestine Ekua na kutengeneza sehemu ya katikati kuweza kuwa ngumu. The same na Singida nao waliamua kuingia na the same approach, wote hawakuopt kuweza kupitia pembeni. Kwa hiyo cha kwanza kimekwenda kimeisha tukiwa hatujashuhudia nafasi nyingi za wazi, lakini kitamsingi kwa kuna kipindi muamuzi wa pembeni alikuwa anajaribu kutengeneza offside ambazo kimsingi hazikuwa offside. Kipindi cha pili kimeingia, kila timu ikawa sana kwenda kufunga kimeni kwamba ndio muda ambao kwenda kumaliza mchezo. Singida kama kufunguka, lakini pia na Yanga nao kama kufunga na kama kuongeza nguvu, kuingiza watu ambao watakwenda kufanya timu iweze kuwa na option nyingi kiwanjani. Na unaweza kuona ubora na uimara au na uwezo wa kuweza kuanticipate movement za mshambuliaji, ndio anakwenda kutumia Pacome na kupiga pasi ambayo inakwenda kuvuka mstari miwili na inamkuta Max Zengeli akiwa na kasi na pesi nzuri, anaweza kwenda kuingiza mguu na kuweza kuwapatia Yanga goli la ushindi ambalo linafanya waweze kwenda finali. Lakini mchezo wa leo umekuwa na lapsha sana Dominic Salamba. Kuna baadhi ya matukio kama vile hayakuwa mazuri na ametafsirika kama yalikuwa ni yana faida ndani yake. Miongoni mwa matukio hayo ni ile goli ambalo lilifungwa na Singida Black Stars. Mwamuzi alisema walikwisha kujenga kibanda. Je, ni kweli halikuwa goli halali? Tuanze hapo kisha tutazame matukio mengine tata ambayo inaonekana kama vile ilikuwa ni faida sana kwa Singida, lakini mwamuzi labda alitafsiri ndivyo sivyo. Na pia kuna kipindi mwamuzi walikuwa wana delay kwenye baadhi ya maamuzi. Nataka kukwambia kuna baadhi ya offside hazikuweza kuwa offside kama ungeamua kufanya marejeo, lakini pia kuna baadhi ya fouls hazikuwa na foul, na kuna fouls nyingine zilikuwa ambazo maamuzi wangetakiwa kuweza kutoa maamuzi. Kwa hiyo kasi ya mchezo ilikuwa imewazidi na kupelekea wakati mwingine kuna sintofahamu kwa upande wa mashabiki na wachezaji. Lakini pia kwa upande wa goli ambalo lilifungwa, it was clear offside. Ilikuwa ni offside kwa sababu kabla mpira haujapigwa Joseph Gwede alikuwa tayari hapo katika eneo la kuotea. Kwa hiyo kama yule mpigaji wa tiktaka angepiga mpira moja kwa moja na Gwede asingeweza kuhusia kwenye mchezo na goli kaingia, ilikuwa ni goli. Lakini yeye aliweza kuongezea kasi mpira na ukaenda kubadilisha uelekeo na kufanya golikipa Yanga Msheli ashinde kuona. Kwa hiyo ilikuwa ni goli la wazi la offside, kwa sababu mchezaji wakati mwingine kutokana na pressure ya mchezo, intensity ya mchezo na uwezi kuona. Sisi tunaongea hivi sote tushaangalia marejeo ya video. Kwa hiyo kimsingi maana goli halikuwa goli sahihi, ilikuwa ni offside. Lakini kuna kipindi mwamuzi aliweza kupiga filimbi offside mbili. Moja ilikuwa nafikiri ni ya Max, nyingine ilikuwa ni ya Ekua, hazikuwa offside. Nadhani ni changamoto ambayo waamuzi wamekuwa nayo na inatokana na wakati mwingine kushindwa kuendana na kasi ya mchezo. Kwa hiyo binafsi kwa upande wa waamuzi toka mchezo imeanza hawako vizuri sana. Kasi ya mchezo imekuwa ni kubwa na kwa wakati wanakuwa na maamuzi ambayo yanakuwa sio sahihi. Kwa hiyo kama nitaamua kwa rate nitawapatia 40% kwa katika 100. Haya, la matukio mengine Dominic Salamba ambayo yamepata kutokea limeibua pia taswira ya watu wengi ni kadi nyekundu mbili, ambayo moja kwa Yanga na nyingine pia imetoka kwa upande wa Singida Black Stars, ambayo ilipewa Chuku pamoja na mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Kwako zilistahili kuwa hivyo ama haikustahili kutolewa kadi nyekundu? Na kama zilistahili, je, zilistahili kwa wachezaji wote wawili? Ukiangalia kama ile tukio Damaro alikuwa na kadi ya njano. Yes. Lakini Chuku naye alikuwa anafikia na kadi ya njano.
Kwa hiyo ile tukio limetokea, Chuku amekwenda kureact baada ya kuwa amechezewa foul na Damaro. Alimpiga kwenye sehemu ya shingo, akashindwa kuvumilia. Kwa hiyo yeye aliadhibiwa kadi nyingine kwa sababu ya kwenda kureact baada ya kuwa amefanyiwa fouls. Kwa upande wa Damaro ameadhibiwa kadi nyingine ya njano kwa sababu amecheza fouls. Kwa hiyo nafikiri ni kadi ambazo zilikuwa ziko very clear kwa sababu wote walikuwa na kadi na wote wamefanya fouls. Mmoja ameanza kufanya fouls afu mwingine akaja akarudishia. Kwa hiyo aliyefanywa foul anakwenda kupewa kadi kwa sababu kuacha mwamuzi afanye maamuzi yake, akaenda kuchukua hatua na kwenda kumsukuma, kile ambacho kilikuwa ni kinyume na taratibu za mchezo. Kwa hiyo binafsi nafikiri zilikuwa ni kadi sahihi kwa upande wa wote, kwa sababu walikuwa na kadi na wakafanya madhambi ambayo itakiwa waweze kuadhibiwa kwa kadi. Steven Mapunda, umezishuhudia pia dakika 90 za mchezo huu leo Singida dhidi ya Yanga. Unadhani muamuzi kwako alikuwa sahihi kwa asilimia ngapi? Kwa sababu ziko jumbe ukiingia kwa mitandao ya kijamii unaona kama vile Young Africans wakustahili kupata ushindi. Watu wanaona Singida amenyongwa. Kwako wewe, muamuzi alikuwa sahihi kwenye maamuzi yake kwa asilimia ngapi? Nikiangalia katika mazingira ambayo yameweza kujionyesha ya wazi kwamba mwamuzi alikuwa spidi yake ilikuwa iko chini ukilinganisha na spidi ya timu husika, lakini pia nafikiri hii ni kutokana na mazingira na mazoea ya aina ya mpira ambao wamezoea kuchezesha. Ukiangalia timu zote ambazo zimeingia katika hatua hizi ni timu ambazo zinatokea Tanzania bara, na kila mmoja anakubaliana na mimi kwamba kwa sasa ligi ya Tanzania bara imepanda viwango kwa asilimia kubwa sana. Ni ligi namba 5 kwa ubora. Tafsiri yake ni nini? Kwamba imeweza kuwa ya juu zaidi ukilinganisha na visiwani Zanzibar. Na ukiona katika michuano ya kimataifa, Zanzibar walikuwa na timu 2 ambazo zilikuwa zinawakilisha Zanzibar. Tanzania kulikuwa na timu 4 ambazo zinawakilisha Tanzania bara, lakini mpaka hivi sasa ukiangalia ni Tanzania bara pekee ambao wamebaki katika viunga vya kimataifa. Tafsiri yake ni kwamba wana ligi bora, lakini pia wana wachezaji wenye ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo marefari ambao wanachezesha ligi za Zanzibar, tusemi kwamba wana viwango vidogo, lakini ile wanasema kwamba mazoea hujenga tabia. Kwa hiyo yawezekana pia katika nature, lakini pia katika uhalisia vinaweza kwenda kuipa wakati mgumu zaidi kwenye kuamua namna ya kuweza kuenenda katika mchezo. Na hata ukiangalia katika mazingira ya kadi nyekundu ambayo ameweza kutoka, ukiangalia kosa lilipokuwa limefanyika, mpira ulikuwa wa juu, hakuna mwenye umiliki, kila mmoja anaruka kwenda kuuania mpira. Kwa bahati mbaya wanakosa mpira, wote wanakwenda kugongana vichwa, lakini mmoja anatafsiri kwamba ulifanya makusudi kwenye kunigonga kichwa changu, anakwenda kuchukua maamuzi ya mkononi kwenda kumsukuma, na mwamuzi anakwenda kutoa red card kwa upande wa timu zote mbili. Mimi nikiangalia red card ambayo amepewa Damaro, sikuiona kama ilikuwa sahihi zaidi, kwa sababu niliona alikuwa ameruka juu kwa lengo la kuupiga mpira. Wakati huo Chuku naye alikuwa ameruka juu kwa lengo la kuuania mpira, lakini wote wakajikuta wamegongana vichwa. Lakini maamuzi ambayo alichukua Chuku ya kuweza kumsukuma mwenzie yalistahili kuwa ni red card, kwa sababu tayari alikuwa shaadhibiwa kadi ya manjano. Lakini upande wa Damaro sikuona sababu ya kuweza kumwadhibu, kwa sababu alipokuwa ameruka juu, intention ya kwanza ilikuwa ni kugusa mpira, lakini walikosa mpira wote na wakagongana vichwa. Nafikiri ni katika hali ya kubalance, kuona kwamba mmoja aliyoonyesha maumivu ya kichwa, lakini imekuwaje aliyoumia kichwa aweze kupewa red card na mwingine kuweza kuachwa. Kwako Steven Mapunda, kulingana na dakika 90 ambazo umezishuhudia, kwako nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mchezo huu leo? Of course anastahili kuwa mchezaji bora Maxim pia Zengeri. Nafikiri hata kamati pia imeweza kumtazama. Ni mchezaji ambaye amecheza kwa viwango vikubwa, ameattempt mara nyingi, ameweza kufunga goli ambalo limekwenda kuweka utofauti kati ya Singida Black Star dhidi ya Young African. Lakini pia amekuwa mchezaji kiongozi, amecheza katika eneo kubwa la kiwanja. All in all amefanya vizuri sana, amezuia, ameshambulia, amefanya kila kitu kwa usahihi. Kwangu mimi anastahili kuwa man of the match. Tumalizie kwako Dominic Salama Chifu Nzobani kama Zoom Fela, baada ya kutazama mchezo wa kuvutia kweli kweli wa nusu finali yenye hadhi kati ya Singida na Yanga. Unafikiri tutarajie kuona finali ya aina gani baada ya kutazama Azam ambao wanawakaribisha sasa Yanga kwenye finali, na wao walicheza dhidi ya Simba, kiwango chao na timu yao ilionekana. Leo Yanga na wao wamecheza, hawa ndio wana finali, Yanga pamoja na Azam FC.
kwa mizani ya timu zote mbili. Nafikiri kabla sija kwenda kwenye kuangalia mchezo wa finali kidogo niweze kurectify kile ambacho amekizungumza Steve. Of course ni kweli watu walikuwa wameruka juu, lakini tunachoambiwa ni kwamba unapokuwa unaruka au unacheza mpira lazima uangalie usalama wa mchezaji mwenzako. Sio kila ambao wanakuwa wanainua mguu wanakuwa na intention ya kwenda kufanya fouls. Na kitu cha kwenda kurotu mguu kwa mfano, maana tayari umehatarisha mazingira ya wenzako. Ndio sasa unaruka juu, unatakiwa mikono yako uweze kuitanua na sio kwenda kuiegemeza kwenye kichwa cha mchezaji mwingine. Ukiangalia kama aliporuka, kiwiko chake kilienda kutua kwenye shingo ya mchezaji wa Singida, kitu ambacho maana unakwenda kuhatarisha ile eneo la kichwa, ni eneo sensitive. Kwa hiyo waamuzi waga wanakuwa na tafsiri ni foul kwa sababu ulivyoruka kwa kucheza mpira haukuangalia usalama wa mchezaji mwenzako. Always inakuwa ni yellow card. Na kama itakuwa ni katika excessive hali ya juu, mwamuzi anaweza akatoa red card kwa sababu lazima unapokuwa unacheza uangalie usalama wa mchezaji mwenzako. Pia ukija kwenye mechi ya finali kati ya Yanga dhidi ya Azam ni mechi ngumu kwa sababu mechi za Yanga na Azam hazijawahi kuwa mechi rahisi siku zote. Ni mechi ambazo siku za karibuni wameanza kutengeneza kama ndio kama dabi ya Tanzania. Kwa maana mechi zao zinakuwa na ushindani na inatokana kwamba wamekuwa wakibadilishana kufungana. Hakuna ambaye amefungwa mfululizo mara 4 mara 5. Yanga anapoteza, Azam anapoteza, wanatoka sare. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila mmoja anakuwa kwa binafsi. Nafikiri itakuwa ni mechi ambayo kwa upande wa Azam wanataka kuonyesha kwamba wao kwanza wana mwalimu mpya, na kuzingatia katika ligi waliokutana na Ibenge tayari ameweza kunyesha Simba mara 2 mfululizo. Kwa hiyo tayari ana experience ya ligi, tayari ana experience ya mechi kubwa. Kwa hiyo anataka tena ule ubaba ambao yuko nao dhidi ya Simba aweze kwenda kuyaonyesha kwenye Yanga na awadhirishe kwamba yeye ni miongoni mwa kocha bora anayefikika. Upande wa Yanga wanaonyesha kwamba wao bado ni mabingwa wa nchi, lakini pia wana mataji mengi, na mataji yote ambayo kwa wakiwania msimu huu au msimu uliopita wanatamani kuweza kuyachukua. Kwa hiyo watakuwa wanaingia kwenda kuonyesha ukubwa walionao. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mechi yenye hadhi kwa ya finali, na kwa mujibu ulivyoangalia timu yoyote inaweza kushinda. Kwa hivyo binafsi nikiangalia Azam nampa 55% kutokana na kile ambacho nimekiona katika mechi zake za karibuni. Azam 55% kutokana na kile ambacho kimepata kuonekana kwenye michezo ya karibuni zilizobaki chache kweli kweli ndizo ambazo Young Africans yuko nazo. Mimi naitwa Nicholas Joni. Dominic Salama amezungumza mengi na mazuri. Ulikuwa unatufuatilia pia kupitia Salama Radio, lakini pia Salama TV na mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Steven Mapunda ulikuwa naye kwenye uchambuzi wakati wa zile dakika 90 pamoja na Martin the Vocalist. Mimi sina la ziada, nitosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwaheri.